Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mtazamaji wa Kasako Media, jina langu Adela Thomas. Leo tuko mtaani kuhusiana na ongezeko la bei ya mafuta. Tupate maoni ya wananchi au wakazi wa eneo hili, wana yepi ya kuzungumzia kuhusiana na ongezeko la mafuta. Jiunge nami uweze kupata maoni mbalimbali. Naitwa Datis Dominic, natokea Tabata Kimanga, ni bodaboda wa Mawenzi. Ongezeko la mafuta kiukweli hatujalipokea vizuri, kwa sababu bora wangetufanyia hata 3200 ingekuwa angalau. Ile 3800 kutoka 2800 ongezeko limekuwa kubwa zaidi. 1000 iliyoongezeka pale kwetu kiukweli itatugharimu, na abiria zetu kuja kwa convince kuongezea nauli itakuwa ngumu sana ili waweze kutuelewa. Sina cha kuongea zaidi kwa sababu wenyewe ndio wanapanga, ila wangetufikiria katika hili jambo. Wangepunguza kidogo hata 3200 tuweze kupata ingine uwepesa kufanya kazi zetu. Maana kwa abiria zetu hata kuambia tuongezee nauli itakuwa ngumu sana ili kutuelewa. Kwa jina mimi naitwa Mr. DJ au Mr. Sudi. Kiukweli imetukosti kwa sisi ambao wenye vyombo hivi vya moto, kwa sababu ukiangalia kilomita ni nyingi ambazo unatembea, alafu unakuta abiria anakupela ile. Kwa hiyo unajikuta wewe mafuta yako yanaenda, alafu hela anakuwa hapo mfukoni una. Kwa hiyo unafanya kazi ya kuweka nini tu wese, alafu hela mfukoni unakuwa hauna. Kwa hiyo kiukweli inatukosti sisi wenye vyombo vya moto. Kwa kama ikiwezekana hata kwenye madaladala kwenye nini wakiongeza kidogo nauli ili wote tuwe kitu kimoja kidogo, ianza ikatusaidia kwa sisi hapa kama sisi wenye vyombo vya moto. Kwa sababu inatuumiza sana hiki kitu. Wito kwa serikali na washauri au nawaomba watu waangalie na sisi wenye hali ya chini ambao tunatumia hivi vyombo vya moto vya usafirishaji. Watu waangalie kidogo hata mambo ya bauti bei kidogo ipande kidogo, na sisi tuwe hata hela kidogo tuione, kwa sababu tunaumia sana. Ni hivyo. Kwa jina naitwa Kamala, kwa walio wengi ndio jina ambalo wamelizoea. Kuhusiana na changamoto ya mafuta, kiukweli mpaka saa hizi itatukosti sana, kwa sababu serikali itangazia kwamba ina asset ya miezi 6. Na toka balaa vita limeanza ni jana ni siku ya 32. Leo ni siku ya 33. Na serikali ishatangazia kwamba kuna asset ya miezi 6. Aise, leo hii tunaamka asubuhi tunakuta lita ni 3820. Aise, kiukweli itatukosti sana. Tunaombi kwa serikali ilegeze kidogo. Angalau ingekuwa hata 3500. Lakini kwa 3200 bado itakuwa changamoto kwenye hizo kazi za dereva bodaboda au bajaji, hata kwenye magari. Na hisi hata nauli zitapanda kwenye daladala kutokana na ongezeko la mafuta kupanda kwa kasi. Unafikiri serikali ifanye nini? Serikali inachotakiwa kufanya, kwa sababu ishatuambia kwamba ina asset ya miezi 6. Ni bora ingekuwa imepita hata miezi 3 mafuta yakapanda, lakini ndo kwanza siku ya 33. Hapo serikali ina kazi ya kutusaidia kama sisi wananchi. Juma. Swala la mafuta kupanda mimi niliona leo asubuhi wakati naamka naenda kutoa gari Shell. Nikashtuka sana. Sababu ongezeko liloongezeka halijawahi kutokea. Asilimia nyingi sasa zimepanda. Kwa hiyo tunasubiri hapa jioni tuweke mafuta tujue tunafanyaje. Tunasikiza na serikali yetu pia itatufikiriaje sisi madereva. Tunafanya kazi daladala, kwa sababu kipato chetu sisi kinachobaki tunagawana kwenye mafuta. Tunataka mafuta, kipato kinachobaki tunagawana kidogo, tunachukua sisi kiki kinaingia kwenye mafuta, sababu tunaona tunafanya kazi ambayo haina hela. Kwa hiyo tunazuia serikali kama itapandisha nauli au mabosi zetu wapunguze hesabu. Ndo hatujatoa taarifa, nadhani hata kuna mitandaoni habari hizo zipo, unaelewa. Kwa hiyo ndo tunasikizia leo jioni tukishapaki gari tutapigia simu tujue tunafanyaje, watatufikiriaje sisi madereva. Abiria mimi abiria wangu tokea asubuhi tunaambia nauli yetu sisi shilingi 600 hapo. Abiria wetu wa Tabata wanaelea kwa jelojelo, kwa hizo watuge hizo mesta zetu tujue tunapata shilingi ngapi jioni. Sababu abiria wetu si wa Tabata ukimkata 600 analalamika, anaona nyingi. Mimi nashuka hapo tu Barakuda
anaona 600 nyingi. Kwa hiyo sisi tunaomba kwamba watu tugetu 600, hata kama mtu anapanda hapa anashuka hivi, tugetu 600 ile ile. Serikali watu ongee na sisi kama mafuta watupunguzie kidogo au watuongeze bei ya nauli. Ni changamoto, maisha magumu. Hali tete kaka, dadangu. Hali tete. Yaani sile tunaelekea ni wapi? Maana mimi dereva najua maroli makubwa. Lakini sasa yaani kusema laki maisha ni magumu na kuelekea. Sijui itakuwaje. Ngoja tuangalie kama lakini hali ni ngumu. Kusema haki tukisipokuwa na moyo wa huruma watu wataumia. Kwa sababu unaweza kuambiwa kilomita labda 20-30 utaambiwa baba utoe shilingi 1500 nauli. Wewe unafanyaje? Kwenda na kurudi shilingi ngapi? Chakula kitakuwa shilingi ngapi bei yake? Kwa mambo magumu kusema laki. Tuombe Mungu atakavyokuwa. Lakini hali ni tete. Hali ni tete ndugu yangu. Kwa kondakta wa daladala njia ya Tabata Kimanga, changamoto za mafuta zimekuwa zinapanda miaka hadi miaka. Kwa sababu kama mwaka 2023 tulipata mshtuko sana kufika mafuta 3500. Lakini kwa kipindi hichi imekuwa changamoto ni zaidi. Yaani katika 13% imekuja imeongezeka karibia 50. Mafuta yameongezeka karibia shilingi 1000. Nauli inayochukua mimi ni shilingi 600. Kutoka hapa mpaka Kimanga karibia natumia mafuta lita 4. Abiria wakusanya karibia gari nzima, haitoshi hata hiyo la mafuta. Kwa hiyo nawaambia serikali waangalie changamoto tunazopata wafanyakazi wa usafirishaji, kwa sababu sisi tunahudumia jamii na jamii inatuhudumia sisi. Hiyo jamii ili ipate lazima sisi tuhudumie, na sisi hadi tupate lazima jamii tuhudumie. Abiria wanalalamika nauli tunachukua kamili, wengine wanatoa nauli nusu, lakini ndio changamoto tunazopitia kwenye daladala. Serikali iangalie jinsi ya kutatua tatizo la mafuta, maisha yaendelee. Wa Kasako Media, na hii ndio tamati ya kupata maoni ya wakazi wa eneo hili kuhusiana na ongezeko la bei ya mafuta. Jina langu ni Adela Thomas. Msikose kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kupata mambo mbalimbali yakiwemo habari, burudani pamoja na michezo. Kwaheri. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.